ni tatizo linalotesa familia nyingi zilizoko kanisani. Lakini Ayubu na familia yake yote walikuwa wakimcha Bwana, na huyo rafiki anapata neema ya kumpokea Yesu. Biblia inasema wakaokoka wote, yeye na nyumba yake yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tuangalie kitabu kile cha Yoshua. Kitabu cha Yoshua ile sura ya 24, mstari ambao unaufahamu sana, lakini acha tuangalie katika namna ya urejesho wa familia. Joshua sura ya 24, tutasoma ule mstari wa 15. Kitabu cha Joshua sura ya 24 mstari wa 15. Biblia inasema hivi: ninyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakayemtumikia, kwamba ni miungu ile ambaye baba zenu walimtumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale Waamori ambao mnakaa katika nchi yao, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Hebu weka mkono wako kifuani, alafu sema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Sema tena, mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii ni vita iliyokuwa inamkabili mzee Joshua, lakini hii vita akaipigana kwa jinsi kwamba na watoto wake wakajua msimamo wa baba yao. Na hii vita inatokeaje? Waisraeli walikuwa hawataki kumwabudu Mungu, mioyo yao ilikengeuka, lakini Joshua peke yake anasimama anawaambia, jamani, wale siwe kesi. Kule mjini wanasema siwe kesi, msilete kipengele, chagueni hivi leo mtakayemtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu waliiabudu kule ng'ambo ya mto, au katika nchi hii ya Waamori ambao tunakaa katikati yao. Kama mnaona Waamori miungu yao ina msaada, pia mnaweza mkaamua. Kumbe kumcha Bwana ni kuchagua, kumbe kumcha Bwana ni kufanya maamuzi. Bwana Yesu atusaidie. Lakini akasema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Anaposema mimi na nyumba yangu, hajamaanisha ghorofa aliyokuwa anaishi, hajamaanisha kwenye nyumba ya msauzi aliyokuwa anaishi, amemaanisha yeye na familia yake watamtumikia Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja nikuonyeshe kitabu kile cha Zaburi. Mungu wetu atusaidie sana. Kitabu cha Zaburi ya 128. Zaburi ya 128, tunaangalia urejesho wa familia. Mungu aturejeshe familia ambayo Mungu anayeabudiwa katika nyumba zetu, awe Mungu wa ndoa zetu, awe Mungu wa watoto wetu, awe Mungu wa uchumi wetu, awe Mungu wa kila kitu ambacho Mungu huyo huyo ametubariki. Kitabu kile cha Zaburi ya 128 mistari 6 tu nitasoma yote. Biblia inasema, heri kila mtu amchaye Bwana, aendee katika njia yake. Taabu ya mikono yako hakika utaila, utakuwa heri na kwako kwema, utakuwa heri na kwako kwema. Mkeo atakuwa
nyumba yako, wanao kama miche ya mizeituni wakiizunguka meza yako. Tazama, atabarikiwa hivyo yule amchaye Bwana. Bwana akubariki toka Sayuni, uone uheri wa Yerusalemu siku zote za maisha yako. Naam, ukawaone wana wa wanao, amani ikae na Israeli. Ukawaone wana wa wanao, amani ikae na Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaona faida ya kumcha Mungu katika levo ya familia, maana Biblia inasema hapa kwamba mkeo atakuwa kama mzabibu unaozaa katika vyumba vya nyumba yako, lakini anasema na watoto wako kama miche ya mizeituni. Mungu atusaidie sana. Vipi ukiangalia watoto wako, ni kama miche ya mizeituni au miche ya michongoma? Na kabla hujawalaumu watoto, angalia nyumbani kwako, Mungu yule wa Bwana wetu Yesu Kristo anaabudiwa? Na unaweza ukajiuliza swali, mimi niko kanisani, mtumishi bendera hapo unamaanisha nini? Nazungumza lile kanisa la nyumbani, kama Joshua alivyosema, mimi na nyumba yangu. Naamini Joshua alijifika cheo cha uaskofu, na mke wake namuona kama mchungaji, na watoto wao wawe wainjilisti, ili sasa yeye mwenyewe aone baraka kwenye nyumba yake. Kwa nini? Anamcha Bwana. Lakini mke wake awe kama mzabibu. Jamani, mzabibu kwenye Biblia ni tunda lililotumika sana kwenye imani. Hata leo tunashiriki chakula cha Bwana, damu ya Yesu iliwekwa kwenye kuwakilishwa na mzabibu. Sasa huo mzabibu, Biblia inasema uwe ndio wake zetu kule nyumbani, uzae matunda, tupate kula na kunywa kupitia huyo mama ambaye naye ana mume ambaye ni askofu, ana mume ambaye anamcha Bwana, lakini kwa huyu baba na huyu mama watokee watoto ambao ni kama miche ya mizeituni. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu anasema kwamba wanao kama miche ya mizeituni wakizunguka meza yako, wakizunguka meza yako. Tazama, atabarikiwa hivyo yule amchaye Bwana. Bwana akubariki toka Sayuni, uone uheri wa Yerusalemu siku zote za maisha yako. Naam, ukawaone wana wa wanao, amani ikae na Israeli. Watoto ni baraka, na Biblia inasema wala baraka za Mungu hazichangamani na huzuni. Naomba niulize swali la ufahamu, wazazi wangapi wanalia kwa ajili ya watoto? Sema wengi. Na kama watoto ni baraka, na tayari hawa watu wanalia kwa ajili ya watoto na wamezaa, hii ni baraka au ni laana? Tunahitaji urejesho wa familia, tunahitaji urejesho wa familia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu atusaidie sana. Amen. Lakini watoto wakiwa taabu kwenye maisha yako, nataka nikuhakikishie, ukifika umri Mungu aliyokukusudia kuishi, umetembelea neema. Tofauti na neema ya Mungu, utakufa mapema. Maana Biblia inasema utawaona wana wa wanao, ili amani iwe katika nyumba yako. Bwana Yesu atusaidie tena. Bwana Yesu atusaidie tena. Twende katika kile kitabu cha Kumbukumbu ya Torati. Kumbukumbu ya Torati sura yake ya 6. Nitaanza tule mstari wa kwanza na kuendelea mpaka mbele kidogo. Kumbukumbu ya Torati sura ya 6 mstari wa kwanza na kuendelea. Biblia inasema, na hivyo sheria na amri na hukumu alizoziamuru Bwana Mungu wenu mfundishwe
nchi ile mnayoivukia kuimiliki, upate kumcha Bwana Mungu wako, kushika amri zake zote na sheria zake ninazokuamuru wewe na wanao na wana wa wanao siku zote za maisha yako, tena siku zako ziongezwe. Kwa hiyo kama siku zinaongezwa kwa kumcha Bwana wewe na wanao na wana wa wanao, basi siku zinaweza zikapungua. Bwana Yesu atusaidie sana. Sikiza basi, Israeli, uangalie kuzitenda, upate kufanikiwa, mpate kuongezeka sana, kama Bwana Mungu wa baba zako alivyokuahidi, katika nchi ijayo maziwa na asali. Sikiza Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo na uondokapo. Yafunge yawe dalili juu ya mkono wako, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Tena yaandike juu ya milimo ya nyumba yako na juu ya malango yako. Bwana Yesu asifiwe. Waisraeli wanaelekezwa namna watakavyoona ahadi za Mungu kwenye maisha yao. Kama Mungu ambavyo amewaahidi, wanapewa sheria, wanapewa miongozo, lakini jambo la kwanza ni kumcha Bwana wao na watoto wao. Alafu Biblia inasema ili muweze kuongezeka na watoto wenu maisha yenu yote kama Bwana alivyoahidi. Lakini anasema na hayo maneno ambayo yatawafanya mtembee pamoja na Mungu, hayo maneno yatakayotimiza ahadi za Mungu kwenu, anasema uyafunge katika miimo ya milango yako, uyafunge katika malango yako. Anasema uyanene unapoketi, uyanene unapotembea njiani, uwafundishe watoto wako. Wababa, Bwana Yesu asifiwe. Nazungumza na wababa, Bwana Yesu asifiwe. Jana usiku, leo ni tumeamkia ibada. Wangapi walikaa mezani wakasoma neno za Zaburi tu na watoto wao? Wanyooshe mkono tuwaone. Haunyoshe bendera. Mchungaji pia yupo, aone washirika wake wako hai. Kingine siseme. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Uwafundishe watoto wako, uyanene uingiapo na utokapo, uyanene unapoketi na unapotembea njiani. Kinachotupa shida wa Kristo, na hata saa nyingine umetumika kama udhaifu kwa wengine ambao wamepata ufahamu wa neno la Mungu, wanafikiria labda dini fulani inafundishwa neno la Mungu vibaya, lakini ni wewe mwenyewe. Joshua aliamua peke yake. Hatuoni akitajwa kwamba aliabudu kanisa lipi, lakini